and work, for I am with you. Verse number 5, according to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you. Fear you not. For that says the Lord of hosts, yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land. 7, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, says the Lord of hosts. In this place will I give peace, says the Lord of hosts. Because my emphasis is on verse number 3, I will go back and read it one more time. Who is left among you that saw this house in her first glory? And how do you see it now? Is it not in your eyes, in comparison of it, as nothing? The question that is being asked. Zerubbabel was among the children of Israel ambao walikuwa wametekwa nyara wakapelekwa kwenye nchi ya Babiloni. Wakakaa kule kwa miaka 70 wakiwa pamoja na Joshua. He was among them, among many Israelites ambao walikuwa wameshikwa na Wababiloni wakapeleka kwenye nchi ya utumwa, wakakaa miaka 70. Lakini baadaye Mungu akawapatia neema na rehema, baadhi yao wakawa kwenye kikundi cha kwanza kurudi Yerusalemu. They came back in 2 phases. Kuna grupu ya kwanza ambayo ilirudi Yerusalemu. Waliporudi Yerusalemu kwenye kikundi cha kwanza, walikuja wakiongozwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Zerubbabel. Na Zerubbabel hakukuwa peke yake. Alikuwa pia na mwenzake Akoaka ambaye alikuwa anaitwa Joshua. Waliporudi Yerusalemu, wakaanza kujenga hekalu ambalo Mfalme Suleimani, mtoto wa Mfalme Daudi, yenye alikuwa amejenga ikaangushwa. I want to believe that you all remember the story of the king of Israel called Solomon and how he built the temple of God, nyumba ya Mungu. Na kama mnafahamu ya kwamba huyu mfalme alijenga jengo, sio jengo. Sijui vile ninaweza kuielezea kwa Kiswahili tukaweze kuielewa vizuri. Alijenga hekalu, si hekalu. Alijenga nyumba ya Mungu, si nyumba. Akairembesha na utajiri wake wote.
lakini ikakuja ikabomolewa wakati wana wa Israeli walipochukuliwa mateka wakaenda Babiloni. Maadui wakabomoa hekalu ya Mungu. Lakini baada ya wana wa Israeli kukaa Babylon kwa muda, wakaanza kurudi nyumbani kwa makundi. Kundi la kwanza kurudi liliongozwa na mtu, tayari nimesema, liliongozwa na mtu alikuwa anaitwa Zerubabeli akisaidiwa na